Amani na salama. Umefika mwezi wa 10, mwezi ambao mama kanisa ametuwekea mahususi kwa ajili ya kusali Rozari Takatifu. Rozari Takatifu ni sala iliyozoeleka na kuenea ulimwenguni kote kati ya Wakristo wa Katoliki tangu karne ya 11 na karne ya 12. Sala hii imepokelewa na kuaminiwa na Wakristo wa Katoliki ulimwenguni kote kama sala msingi, muhimu na yenye nguvu ya kiimani na upendo wa Mungu Baba kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria, mama yetu sote. Padre Joakim Makaya anatupitisha kwa ufupi juu ya historia ya Rozari Takatifu, lakini pia nini Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatutaka tufanye ndani ya mwezi huu wa Rozari. Papa Pio wa 5 mwaka 1572 aliutangaza Oktoba kuwa mwezi wa Rozari Takatifu, jambo lililofanya ibada hiyo kuenea tangu wakati huo hadi sasa. Wakristo wengi wa Katoliki wamekuwa wakizingatia kusali sala hiyo pendwa zaidi sana mwezi huu wa Oktoba. Wamekuwa wakihimizana wao kwa wao kusali sala hii kama mtu binafsi, kwenye familia na kwenye jumuiya mbalimbali. Katika kuishi mwezi huu wa Rozari kwa mwaka huu 2025, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewasihi waamini wote kusali Rozari kwa nia ya kuombea amani ulimwenguni. Aidha, Baba Mtakatifu Leo ametangaza kuwa kutakuwa kukisaliwa sala hiyo ya Rozari kila siku saa 1 kamili jioni kwa saa za Ulaya ya Kati kwenye Basilika la Mtakatifu Petro Vatikano, ambapo watumishi wote wa Vatikano wanapaswa kushiriki katika sala hiyo, huku akiwasihi waamini wote kwa nafasi ya pekee kuishi mwezi huu kwa kusali sala hiyo kadiri ya nafasi na taratibu zao. Aidha, amewasihi kuiishi siku ya 11 ya Oktoba 2025 kwa upekee zaidi kwa kuendelea na sala ya Rozari tutakapokuwa tukimkumbuka Mtakatifu Yohane wa 23, Papa aliyeandika waraka wa kitume Pacem in Terris, amani ulimwenguni, uliotolewa Aprili 11, 1965. Tunakualika uishi mwezi huu wa Rozari pamoja na nia zako binafsi, ujiunge na nia hii ya kanisa la ulimwengu. Kualiki kusafiri nami ndani ya mwezi huu wa Rozari kwa tafakari za Mama Bikira Maria, sala na wito wetu wa kimisionari. Kumbuka umebatizwa na kutumwa kuitangaza Injili, na Rozari ni sala nzuri ya kuihubiri Injili. Karibu mwezi Oktoba. Oktoba tunasali Rozari.